سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل، ونشكره وهو على كل شيء قدير، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Darsa tulizomalizia mwisho kwenye kitabu Ahkamul Janaiz, tulifika kwenye habari ya ziyaratul qubur. Ndio darsa za mwisho ambazo tulikuwa tukidurusu kabla ya kuzuia na kuendelea na darsa za hija. Kwa hivyo, kwa wale wenye vitabu, nitapitia kidogo yale ambayo tumeyazungumza ili kuweka sawa, tupate kuondokea pahala maalum. Tutaondokea kwenye hiyo maudhui yenyewe, hasa mwanzo wake, ziyaratul qubur, kuzuru makaburi. Ukurasa wa kitabu ni 178 na nambari tunaondokea nayo kwenye darasa hiyo ni 118. Watushra'u ziyaratul qubur lilibti'adhi biha, na katika Uislamu inawekwa sheria maalum ya kuzuru kwenye miji ya watu waliolala ambao wako katika barzakh, makaburini, si kwa ajili ya kufanya picnic, wala si kwa ajili ya kufanya sikukuu kwenye makaburi hayo, na wala si kwa ajili ya kwenda kuwaomba na kuwaabudu waliolala hapo, hata kama wao ni nani. Lengo kubwa lilibtiadhi biha, kwa ajili ya kuwaidhika na makaburi hayo, kwa sababu mawaidha, miongoni mwa mawaidha makubwa ni makaburi, ni swala zima la mauti. Atapokwenda mtu kuzuru kaburi, ndipo atapoona waliolala pale kwa maelfu, na wengine anawajua sana au wamehusiana na yeye sana, na wengine hata hazikupita siku nyingi, ni jana, wiki jana, mwezi wa jana. Basi hapo ni pahala ambapo anatarajiwa mtu mwenye imani na kumcha Mungu atapata kuwaidhika, ili awache uovu ambao anaendelea nao, au kama sikuacha kupunguza baadhi ya mambo, akawa sasa anakurubia kwa Mwenyezi Mungu kidogo kidogo. Lengo kubwa ni kupata mawaidha, kwa sababu man arada mu'nisan fallahu yakfihi
mwenye kutaka mwenzake wa kumzungumza Mwenyezi Mungu anamtosha. Waman arada hujjatan falquranu yakfihi, na mwenye kutaka hoja basi Qur'ani tamtosha kuwa ni hoja kubwa. Waman arada alghina falqanaatu takfihi, na mwenye kutaka utajiri kukinai kutamtosha kuwa ni utajiri mkubwa. Waman arada wa'idhan, na mwenye kutaka wa'dhi falmautu yakfihi, basi mauti yatamtosha yeye. Waman lam yakfihi shay'un min hadha au min hadhihi al-arba'a, na yule ambaye haikumtosha yeye mambo yote manne haya, fa inna an-nara takfihi, moto wa jahannam ndio pekee utakaomtosha yeye. Au katika riwaya nyingine, fa inna an-nara aula bihi, moto wa jahannam umekuwa ni kitu bora zaidi kwake yeye. Mbali ya kuaidhika, watudhakiru al-akhirah, na kumkumbusha huyo mja akhira, kama ameghafilika nayo, kama ameweka mbali na yeye, kama katika moyo wake hakuna jambo hilo, basi akifika pale ataanza kukumbuka akhira. Hiyo ndiyo kuwekwa kwa sheria ya kuzuru makaburi, lengo lake kubwa ni hilo. Lakini sheria hii ya kuzuru makaburi itakuwa ni jambo linalojuzu, linalofaa kwa Waislamu, sharitatun, kwa sharti moja kubwa, alla yakula indaha ma yughdhibu rabb, asende akayasema huyo mwenye kuzuru kaburi mbele ya hayo makaburi maneno ya kumghadhibisha Mola mlezi, kwani kuna maneno yakisemwa hapo yatamghadhibisha Mola mlezi, yatamghadhibisha Mola muumbaji, na badili ya kuaidhika, badili ya kupata thawabu, atapata madhambi. Sasa mwenye kuzuru makaburi, kwa hivyo sharitatun, kwa sharti alla yakula indaha ma yughdhibu rabb subhanahu wa ta'ala, kwa sharti ya kwamba asiyaseme hapo maneno ya kumghadhibisha Mwenyezi Mungu mtukufu. Maneno gani akiyasema mwenye kuzuru makaburi yataweza kumghadhibisha Mola? Kaduai al-maqbur, kama vile kuwaomba waliozikwa hapo. Jambo hilo Mwenyezi Mungu litamkasirisha mno, kwani waliolala hapo hawafai kuombwa kwa wakati huu ambao washakufa, kwani walikuwa hawafai kuombwa hata walipokuwa hai, maombi ambayo ni ya kuomba kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Kama nini ambalo Mwenyezi Mungu huomba peke yake, hafai mtu mwingine kuombwa? Msamaha wa kufuta madhambi, yani maghfira. La yaghfiru dhunuba illa Allah, hakuna awezaye kusamehe madhambi ya kiumbe chake ila Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyomuumba. Kama kuna watu wanajidanganya, wanaweza kumwendea mtu wakamtajia madhambi walioyafanya, halafu yeye wakampachika uwezo wa kusamehe, wanajidanganya. Isipokuwa uwezo huo wa kusamehe katika haki al-adami, haki za mwanadamu. Umemkosa, umemtukana, umemsengenya, umemnyang'anya chake, umemdhulumu, umemwibia chake, ukaona kwamba sasa nishatanabahi, nishajua ili ni upate msamaha wa Mwenyezi Mungu ni kwenda kwake yeye kumrejeshea chake, ni kwenda kumtaka samahani kwa ulilomtukana, kwa ulilomsengenya. Hapa ni masala mengine, huu ni uwanja wa haki al-adami. Lakini kumwambia mtu ya kwamba nimetenda madhambi, nisamehe dhambi zangu, wala yeye hajui ulifanya nini, hayo kwa hakika itakuwa kumwendea kama huyo ni ushirikina, unamfanya kuwa ni Mungu. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allaha wastaghfaru lidhunubihim waman yaghfiru dhunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mwenyezi Mungu anasema
walladhina idha fa'alu fahishatan, na wale ambapo pindi wakifanya uchafu wowote ule, wazina, liwati, mambo yote yaliyohusu uchafu, au dhalamu anfusahum, au wakazidhulumu nafsi zao kwa ovu lolote jingine, kushirikisha, kuiba, kusema uongo, kuua, dhakaru llaha, wakamkumbuka Mwenyezi Mungu, wastaghfaru lidhunubihim, wakataka maghfira, wakataka msamaha kwa ajili ya dhambi zao. Lakini sheti viumbe wajue, waman yaghfiru dhunuba, na nani mwenye nafasi kubwa ya kusamehe madhambi, illa Allah, ila Mwenyezi Mungu peke yake. Walam yusirru ala ma faalu, na wala hawashikilii kuendelea na madhambi waliokuwa wakiyafanya, wahum ya'lamuna, ilhali wanajua kwamba hayo ni madhambi. Hapo Mwenyezi Mungu atawasamehe. Kwa hivyo kutaka msamaha kwa aliyekuwa ameshakufa, unamwambia kwamba mimi nimetenda madhambi kadha wa kadha, simama unisamehe na hivi na hivi, hapana. Au simama hapo ulipo uniombee kwa Mwenyezi Mungu, hapana. Kuombea wataombea watu, lakini sio kwa kuwaambia wewe wakati wamelala pale. Al-istighatha, na kutaka uokofu na kuomba nusra kwa hao waliolala hapo maiti. Wal-istighathati bihi, na kutaka uokofu na kutaka nusra kwa huyo alilala hapo, min duni llahi ta'ala, badili ya kutaka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Huo ni ushirikina vile vile. Na ndiyo maana Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alipokuwa akitawassal kwa ajili ya maombi ili mvua inyeshe, Madina ilipigwa na ukame kwa miaka mingi. Alipotawasal Sayyidina Umar ili mvua inyeshe, alisema, e Mola, kunna natawassalu ilaika, tulikuwa sisi tunatafuta njia za kukufikia wewe, kukuomba haja zetu, binabiyina, kwa mtume wetu, yani alipokuwa hai, tukimweka yeye mbele aombe dua, sisi tunaitikia amin, huku tukijua dua ya mtume wa Mungu hairejeshwi. Kwa hivyo njia ya kukufikia wewe Mwenyezi Mungu ilikuwa mtume wetu wakati uhai. Leo hii wakati mtume ameshalala kwenye ardhi, natawassalu ilaika biammi nabiyina, tutamwacha maiti sasa hata kama ni mtume. Tutatafuta njia ya kukufikia wewe Mwenyezi Mungu sasa kwa ammi nabiyina, kwa ammi wa mtume wetu Al-Abbas, sogea mbele, omba dua, wewe ammi wa mtume wetu, omba dua, asa wewe ni katika ahli baiti wa mtume na ni Muislamu mwenye imani kubwa, omba dua tuitikie amin. Alipokuwa mtume alikuwa sisi tukimweka yeye mbele, lakini leo hata kama mimi ni amiril mu'minin, na mimi kwa hakika ninajiweka nyuma na ninakupisha wewe Al-Abbas, ammi wa mtume, simama uombe dua wewe. Kwani katika kutawassal kwa Mwenyezi Mungu kumpata mtu ambaye ana kurba zaidi na Mwenyezi Mungu, ana kurba zaidi katika amali zake, pengine yeye ana umri mkubwa zaidi kuliko wengine pale, ukamheshimu, kaambia unajua mzee tangulia bwana, omba dua. Au ukatawassal kwa msafiri, msafiri kapita njia, dua ya msafiri mtume anasema hairejeshwi, ukamwambia leo dua tuombee wewe msafiri. Ni katika njia za kutawassal kwa Mwenyezi Mungu hizo. Au kumpata mtu mwenye kurba na mtume ambaye ni Muislamu kama Al-Abbas, ukamwambia simama uombe dua, yuhai yeye. Kwa hakika alilifanya hili Saidina Umar mbele ya masahaba na watu waliosoma wenye ilmu kubwa. Hakutokezea yoyote katika hao akatamka chochote kile kumpinga Saidina Umar, kuonyesha kwamba masahaba wote walikuwa hawana complain yoyote na yale anayotamka Umar wakati ule. Walikuwa wanamsadikisha ya kwamba unavyotamka ndivyo, unavyofanya ndivyo. Kwani hao masahaba walikuwa hamstahi yoyote kwenye haki, hata awe nani lazima umrekebishe, lazima umrejeshe, hata awe nani. Saidina Umar yeye mwenyewe tena mara ya pili alipotaka kuweka control ya mahari, kwa kuwa watu wanaozesha binti zao kwa mahari mengi sana, akasema jamani, mnawafanya watoto kama biashara na hivi na hivi, basi mimi mnaonaje kama tutaweka kiwango maalum cha mahari? Mwanamke mmoja alimhoji tu
Akamwambia utaweka kiwango maalum ewe amiri almu'minina, wakati Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani anasema hivi: wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj, na mnapotaka kubadilisha mke mwingine pahala pa mke mwingine, huyu mmoja umuache owe mwingine kwa kuwa msikilizani, labda hakuna tena furaha ya mke na mume. Wa ataitum ihdahunna qintaran, na mkampa mmoja katika wawili wale. Qintaran ni marundiko kwa marundiko ya mali, haihisabiki. Huwezi kusema 1 2 3, huwezi kusema charahani na television na radio na pasi na kitu gani na kitu gani. Qintaran, marundiko kwa marundiko ya mali, pengine nyumba zimo, mashamba yamo, madhahabu na ghasia na hivi. Mwenyezi Mungu anasema qintaran, marundiko kwa marundiko ya mali. Fala ta'khudhu minhu shay'an, msichukue. Hapa kakusudia mwanamke kutamka qintaran. Wa ataitum ihdahunna qintaran. Umar unasemaje? Utawekaje control hapa katika mahari? Mwenyezi Mungu anasema mkawapa marundiko ya mali, uncountable, haisabiki. Mahari ni kitu ambacho watu wamekubaliana, ikiwa kingi ikiwa kidogo sawa sawa. Saidna Umar ilibidi arudi nyuma. Nimeghafilika nayo aya ya Qur'ani, asanteni sana, basi narudi nyuma, siwezi kuweka control ya mahari. Kwa hivyo alipotamka maneno hayo alikuwa mbele ya maswahaba na mbele ya watu wanaojua barabara Qur'ani na hadithi za Mtume. Hakuna hata mmoja aliyemwambia kwamba itakuwaje, tumwache Mtume tumchukue Abasi aombe dua. Sasa sisi tunatawasal tena kwa Mtume wa Mungu vile vile, tumwambie simama Muhammad uko uliko, hapo hapo ulipo tuombe? Hapana. Kutawasal kwa maiti ni makosa, ni ushirikina. Hii ni sharti kubwa kwa wenye kuzuru makaburi waielewe, shuruti ambayo imekiukwa na wengi wenye kuzuru makaburi. Ima watakwenda kuwaomba maiti au watakwenda kufanya ibada zisizostahiki kufanywa kwenye makaburi, kama ibada za kutufu makaburi hazifai kufanywa pale. Ibada ya tawafu inafanywa pahala pamoja tu duniani, inda baitillahi almuharram, bas, mbele ya nyumba ya Mwenyezi Mungu tukufu. Nyumba yenyewe ni awwala baitin wudi'a linnasi, ni hiyo tu peke yake, hakuna ibada ya tawafu popote pengine pale. Masjid an-Nabawi Madina hakuna ibada ya tawafu. Masjid Baitul Muqaddas hakuna ibada ya tawafu. Ibada ya tawafu iko pamoja tu, hiyo ni shuruti yenyewe. Au tazkiyatihi, au kuanza kumtakasa aliyelala pale, ukatoa speech na ilhali ya kuwa sifa unazompa aliyelala pale hanazo, sifa za uongo, ukamtakasa. Walqat'i lahu biljanna, na kumkatia alilala pale kwamba huyu ni mtu wa peponi moja kwa moja, wakati yeye si mtume wa Mungu, wakati hakutajwa kwenye Qur'ani wala hakutajwa na mtume. Ama wale waliotajwa kwenye Qur'ani kuwa Mwenyezi Mungu amewaia radhi, wakatajwa na mtume tokea wenyewe hai kwamba wao watu wa peponi, hayo masala mengine. Lakini mtu hakuna dalili yoyote, wewe unamkatia tu janna, makosa. Katika kuzuru makaburi kama atayafanya mtu hayo, imekuwa ni makosa. Wa nahwi dhalika, na mfano wa mambo kama hayo. Wa fihi ahadithun, na katika jambo hili Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani anasema, sisemi kwa kubwabwaja, kuna hadithi nyingi nitazitolea dalili kuhusu haya. Al-awwal, hadithi ya mwanzo, an Buraida ibn al-Hasib, kutoka kwa Buraida ibn al-Hasib radhiyallahu anhu, qala, amesema Buraida, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe Mwenyezi Mungu, inni kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur, mimi nilikuwa na kukatazeni au nilikuwa nimekukatazeni kutokana na jambo la kuzuru makaburi. Nilikataza, na hikma ya kukataza ilikuwa watu wako kwenye awali al-amri, ndo kwanza watu wanatoka katika mila za kikafiri, mila za kuabudia masanamu. Kwa hakika ilikuwa nyoyo bado hazikuzoea tauhidi,
nyoyo bado hazikozoea. Kama wataruhusiwa watu kwenda makaburini, huenda wakayaleta yale yale ya kusema ma na'buduhum, sisi hawa hatuwaabudi direct moja kwa moja, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, isipokuwa haya masanamu haya tunayaomba hivi wapate kutukurubisha kwa Mwenyezi Mungu mkurubisho. Hawa watu walikuwa watukufu hawa walipokuwa hai duniani, kwa hivyo hawa washakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi tunapowaomba, tunapowaita, wapate kutukurubisha na sisi kwa Mwenyezi Mungu. Tayari hiyo ndio ushirikina wenyewe, na ndiyo maana akapelekwa mtume kusema na watu waache mambo hayo, ingawa wao walitia hoja kwamba ma na'buduhum, hatuwaabudi hawa sisi moja kwa moja, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Basi watu wangerejea tena kule kule katika siku za mwanzo. Mtume akawakataza ligharadhin ma, kwa lengo maalum, wasije wakaleta tena habari ile ile. Akawaachia watu mpaka wakoze kumpekesha Mwenyezi Mungu katika nyoyo zao, Uislamu ufahamike vizuri, Qur'ani ifahamike vizuri. Baada ya kuona mtume kwamba sasa tayari watu wachakuwa barabara, aliwaambia maneno haya: inni kuntu nahaitukum, mimi nilikuwa nikikukatazeni, nimekukatazeni an ziyarati alquburi, kutokana na jambo la kuzuru makaburi. Sasa natoa ruksa rasmi, fazuruha, yatembeleeni makaburi, nendeni mkayazuru makaburi. Fa innaha, kwani hakika hayo makaburi, tudhakirukumul akhirah, yatakukumbusheni akhirah. Walitazidkum ziyarataha khairan, na kwa hakika itakuzidishieni kuyazuru hayo makaburi, khairi nyingi mtapata. Lakini faman arada an yazura falyazur, anayetaka kwenda kuzuru kaburi sasa na azuru, na ende kwa maiti akamwombee dua, ili ende akapata kuwaidhika, ende akapata kukumbuka akhira. Lakini tu kwa sharti moja, wala taqulu hajran, wala msiliseme neno mtume kaliita hajra. Neno hilo hajra litafasiriwa hapo mbele kidogo maana yake nini. Anasema hadithi hii akhrajahu Muslim, ameitoa Imam Muslim wa Abu Daud, wa min tariqihi al-Baihaqi, na katika njia yake ya kupokelewa Baihaqi vile vile yumo, wa Nasa'i wa Ahmad, na hata Ahmad bin Hanbali vile vile. Wa ziyadatul ula, na maneno yaliyomo kwenye bracket, ziada ya mwanzo, wa thaniyatu, na mpaka ya pili, lahu, ni yake Ahmad bin Hanbali. Wa li Abi Daud al-ula, na Abi Daudi ile ziada ya mwanzo vile vile kaitaja binahwiha, kwa mfano wake. Wa li Nasa'i thaniya, na Nisa'i ameitaja ziada ya pili, wa thalitha, na hata ziada ya tatu vile vile. Qala an-Nawawi, amesema Imamu an-Nawawi rahimahullahu, Mwenyezi Mungu amrehemu, fil Majmu'i, kwenye kitabu chake alichokiita Majmu', amesema haya yafuatayo: wal hajru, Imamu an-Nawawi anatufasiria ile hajr aliyosema mtume, wala taqulu hajran, msiliseme hajran. Wal hajru, na hilo neno hajru, anasema Mnawi, al-kalamul batil, ni maneno ya batil, ni maneno yaliyoacha haki. Badala ya kumwombea dua maiti, ukaanza kumwomba yeye. Wa kana an-nahyu, na akasema Mnawi, kwa hakika lilikuwa katazo la watu kwanza wasende kuzuru makaburi kama mtume anavyowaambia, au wala siku za mwanzo, liqurbi ahadihim, kwa sababu ya kukurubia zile zama zao, min aljahiliyati, kutokana na siku za kijinga, kwamba watu ndo kwanza wanatoka ujingani. Watu walikuwa wakiabudia mpaka tende wanaisokota, wanaikanda, wanaitengeneza kiwiliwili cha binadamu, halafu anakuwa ndiye Mungu tayari. Akili zao zimekuwa mbovu bila kiasi binadamu. Watilia mbali kaburi, mtu kama alikuwa mwema, alikuwa mcha Mungu, akitoa sadaka, akifanyaje, watilia mbali hivyo. Wao walikuwa ni wapumbavu kiasi ambacho tende wanaisokota katika mwili wa binadamu, halafu tayari amekuwa ni Mungu, anamuogopa. Hali ya kuwa tende ile ile njaa ikiwashika, wataanza kunyofoa mikono mmoja mmoja, waanze kuila
Mungu huyo huyo ambaye wakimwogopa na kumwabudu na kumuomba wanaanza kumtafuna wenyewe chakula, na hatimaye wanaambizana, unajua nyie hapa mlipoondoka hapa Mungu ameanza kujila kidole, kesho nadhani atajila kiganja kizima, tugawaneni asije akajimaliza, tumuahini upesi. Na halafu kweli wanamuahi kweli, na muda mrefu walitumia wakati wa kumwabudu. Unadhania watu kama hawa mara tu baada ya kuingia katika dini wapewe nafasi ya kuzuru makaburi watafanya nini kule? Wataleta habari ile ile, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Basi Imamu Nawawi anasema hili katazo la siku za mwanzo kuzuru makaburi ilikuwa hikma yake liqurbi ahadihim, kwa kule kukurubia zama zao, min aljahiliyati, kutoka kwenye ujinga. Farubbama kanu, basi huenda kwamba wao walikuwa yatakallamuna bikalami aljahiliyati albatil, wakiyasema maneno ya kijinga ambayo ni batil. Kwenda makaburini wangesema maneno yale yale, wangeleta vilio, mtu angekwenda kwa wazee wake akasema ya kwamba wazee, mambo yanaharibika huku, simameni huko mmoyatengeneze na hivi na hivi na hivi. Angesema naye maiti akamuomba, na nahitajia hivi hivi hivi, maisha yangu tokea uondoke baba, mimi niko hivi hivi hivi, na kuomba uko mbele ya Mwenyezi Mungu, sasa na kuomba nisaidie. Akifanya hivyo mtu atakuwa tayari anashirikisha nafasi hiyo ni ya Mwenyezi Mungu peke yake. Lakini anasema Mnawi, falamma istaqarrat qawaidul islami, wakati ilipotulia ikathibiti kawaida, yani misingi ya Uislamu kwenye nyoyo zao, watamahadat ahkamuhu, na zikawa zimetandazika uzuri sana hukumu zake kwa kila mtu, kisha fahamu dini barabara. Washtaharat maalimuhu, na ikawa umeshaenea umashuhuri wa elimu zake na vitambulisho vyake vyote vya dini vinajulikana. Ubiha lahum, pakajuzishwa kwa watu hao Waislamu aziyara, ile ziyara. Ubiha lahum ziyara, ikajuzishwa kwa wao ziara ya kuzuru makaburi baada ya kutulia Uislamu katika nyoyo zao, na baada ya kufahamika barabara dini ilivyo, sheria zake, ushirikina ukachambuliwa waziwazi, kila kitu kiko waziwazi. Sasa ikaonekana kwamba hawa hawatorejea tena ukafirini, sasa mnaweza kwenda kuzuru makaburi. Wahtata, na Mtume akahadharisha biqaulihi, kwa tamko lake, wala taqulu hajran, na wala msiliseme hilo neno la batil. Mnapokwenda kuzuru makaburi, Mtume ametoa indhar, Mtume ametoa tahadhari, msije mkasema maneno ya batil, mtakuja kuingia pahala pabaya sana. Baada ya maneno hayo ya tafsiri ya hajran kwa Imamu Nawawi, Albani anasema qultu, mimi hapa nikasema, wala yakhfa, na wala haifichikani, anna ma yaf'aluhu al-'ammatu wa ghayruhum, ya kwamba yale wanaoyafanya watu wengi na wasiokuwa wao, inda ziyarati, wakati wa kuzuru makaburi, min du'a'i al-mayyiti, katika jambo la kuwaomba au la kumuomba maiti, wal istighathati bihi, na kutaka nusra kwake yeye, wa su'ali llahi bihaqqihi, na kumuomba Mwenyezi Mungu lakini kwa kupitia kwa haki ya maiti yule. Kwa hakika ni kitu kisichofichikana kwa watu wanaoishi leo duniani, popote walipo lazima kuna watu wanafanya hayo. La huwa min akbari lhajri, basi kama kuna maneno ya batil, maneno hayo itakuwa ni ukubwa wa batil kuliko maneno mengine. La huwa min akbari lhajri wal qawli albatil, hayo yatakuwa ni uovu mkubwa zaidi na neno lilokuwa batili zaidi. Faala alulamai, anasema Albani, ni juu yao wanavyuoni, lazima huu ni mzigo kwa kila mtu ambaye kasoma au kakaa katika darsa akasikia haya, wajibu umeshamuandama juu ya mgongo wake. Si lazima awe mwanachuoni hasa mpaka akabobea katika fani nyingi, ili jambo kishalisikia kwa dalili za Mtume, pametajwa maneno ya Mtume. Faala alulama, ni lazima au ni wajibu juu ya wanavyuoni, an
yubayinu lahum, kuwabainishia watu hawa hukma Allahi fi dhalika, hukumu za Mwenyezi Mungu katika jambo hili. Watu pengine wanayafanya kwa ujinga na wanayafanya kwa sababu wanavioni wamenyamaza, au ala na mtu fulani kafanya hivi vile vile. Kwa hivyo hii jambo, hawa wadogo wadogo wanaosema hawa hawajui kitu, hawa ingelikuwa si haki hii, ingelikuwa haifai hii, asingefanya mtu fulani. Faala alulama, basi ni lazima jua wanavyuoni, an yubayinu lahum, kuwabainishia watu hawa hukma Allahi fi dhalika, hukumu ya Mwenyezi Mungu kuhusiana na jambo hilo. Wayufahimuhum, na badili yake wawafahamishe wao aziyarata almashrua, ile ziara ya kuyatembelea makaburi iliyokuwa imewekewa sheria. Hilo jambo lipo, ni jaiz, lilizuiliwa mwanzo alafu baadaye likajuzishwa. Walghayata minha, na wawabainishie vile vile lile lengo lake, ule upeo wa kuzuru makaburi. Lengo hasa ni nini? Upeo ni nini? Ni yeye aliye hai kuwaidhika, na vile vile kumsaidia mwenziwe kwa dua, amwombee kwa Mwenyezi Mungu, hasa dua zake zitamfanya apumue kidogo. Pengine yuko katika hali mbaya, hali ngumu, kwa kukumbukwa na yeye, hasa huenda akapumua kidogo, au huenda ikawa ndio sababu ya kumuondokea haya walionayo huko. Ni vyema mtu kuweka kawaida maalum, pengine kila Alhamisi, kila Ijumaa anakwenda kwenye makaburi ya kwao au kwenye makaburi ya Waislamu wote kwa jumla, anakwenda kuwaidhika yeye na kuwatajia kwa Mwenyezi Mungu dua wale maiti. Na dua ni kama zile ambazo alikuwa kiswalia yeye jeneza, ndo zile zile. Ni kusema pale Allahumma, e Mwenyezi Mungu, ighfir lahum, au kama mtu mmoja tu peke yake, ighfir lahu, msamehe yeye, warhamhu, na umrehemu, waafihi, waafu anhu, umpe afya huko aliko na umsamehe, umzidi kumsamehe madhambi yake. Akrim nuzulahu, mtukuzie materemko yake aliyoteremkia huko. Wawasi' mudkhalaha, na vile vile umfanyie wasaa maingio aliyoingia huko, na kadhalika na kadhalika, kama zilivyo dua za kusalia jeneza. Na sio kumwomba yeye maiti, huenda akapata kidogo takhfifu. Na humwombei maiti yoyote dua ikiwa umekwenda pale kaburini au umekaa popote pale, japo kwa msikitini, ila mwenyewe anapewa habari kwamba fulani anakukumbuka. Dua hii ni kwako wewe, ni kwa ajili ya fulani amefanya dua, au ni kwa ajili ya Waislamu wamekukumbuka, bila kupewa majina yao. Waislamu duniani huko wameomba dua kwa mchanganyiko kwa ajili ya Waislamu wenzi wao, basi zimekufikia na wewe vidogo, percentage fulani hivi umeingia, umezipata. Kama ni adhabu zinaondoka kidogo, kama ni wingi wa thawabu anapewa na yeye vile vile. Waqad qala as-Sun'ani, na kwa hakika amesema Sun'ani fi subul salam, katika kitabu cha sharhi ya Bulughul Marami, yani subul salam, amesema as-Sun'ani kwenye kitabu subul salam katika juzuu ya pili ukurasa 162, aqiba ahadithi fi ziyarati, nyuma ya kumalizika hadithi katika jambo linalohusu kuyatembelea makaburi, wal hikmati minha, na hikma ya kuyatembelea makaburi, akayasema as-Sun'ani maneno yafuatayo. Baada ya kutaja hadithi zile akasema haya yafuatayo. Akasema al-kullu, hadithi zote zilizotaja jambo la kuzuru makaburi, al-kullu hapa, al-kullu ni ahadith. Hadithi zote hizo dalun, ni zenye kujuilisha ala mashru'iyati ziyarati alquburi, juu ya sheria ya kuzuru makaburi, wa bayani alhikmati fiha, na kubainisha hikma ndani yake, wa annaha lil'itibari, na kwamba jambo hilo ni kwa ajili ya kupata mazingatio. Mtu kubwa zaidi ni kupata mtu mazingatio. Huenda akawa anajiendea ovyo duniani, kasahau mauti, kasahau hivi, lakini uongo, akifika pale uongo ataanza kujifikiria, na mimi nitalala hapa siku gani? Huu ndo mwisho wa binadamu. Fa idha khalat,
min hadhihi, ikiwa yataepukana mambo haya ya kupata mazingatio, lam takun muradatan shar'an, haitokuwa muradi wa kutembelea basi kwani kutembea tu kwamba mtu aende tu pale achukue na pesa, achukue na vyakula, achukue ndizi, ende pale na grupu ya watu, akifika pale aanze kutoa sadaka, labda alishe watu hivi. Hapana, sio lengo, kwa kuitakidi mwenyewe kwamba labda sadaka hii ni kwa ajili ya maiti huyu na hivi, si lengo. Lengo ni yeye mwenyewe kwanza kupata itibar, mazingatio, kuonyeka, na msaada mkubwa utakaoweza kumsaidia maiti pale ni dua maalum kwa ajili yake. Wa adhanu al-ishai biidhnillahi tabaraka wa taala. Ni hadithi ya mwanzo katika kutoa dalili kwake. Albani anasema niloyazungumza ni kwa dalili ya hadithi nyingi, na hiyo ni ya mwanzo, dalili ya kwamba kuzuru makaburi ni sheria, lakini lazima likafanywe lile lifaalo huko, kama si hivyo hakutakuwa na haja. Athani, hadithi ya pili sasa. Hadithi ya pili katika jambo hili la kuzuru makaburi, an abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kutokana na sahaba Abu Sa'id al-Khudri, Mwenyezi Mungu amwiradhi, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inni nahaitukum an ziyarati al-quburi, mimi nilikukatazeni jambo la kuzuru makaburi. Kweli, lakini nasema sasa, kuanzia sasa, fazuruha, nendeni mkayazuru. Fa inna fiha, kwani hakika katika jambo la kuzuru makaburi, ibra, ndani yake mna mazingatio. Mtu atapata kumzingatia Mwenyezi Mungu, atapata kujiuliza, mimi natoka wapi, sasa niko wapi na ninakwenda wapi. Atapata kujiuliza, umri wangu nimeutumia, nilifanya nini, hivi sasa ninafanya nini, na sasa ninaweka mikakati ya kufanya nini mbele. Hawa wenzangu waliolala hapa, miongoni mwao wananjukuu walikuwa na wakumbuka, watu wazima kwa umri wamenipita. Wengine ni kwamba hawanijukuu bado wananizaa tu, na wengine ni heri mmoja na mimi, nimecheza nao, nimesoma nao skuli, na wengine ni kwamba wako chini yangu, wengine ninaweza kuwazaa, wengine naweza kuwa jukuu. Kwa nini wakatangulia mwanzo na mimi nikabaki mpaka leo? Je, mimi muda wangu ni lini? Haya ni mazingatio maalum anayapata mtu pale, anajiuliza mambo mengi. Halafu anaipima hii nyumba hii nimewahi kuichungulia hii nyumba nilipokuwa na mazikoni, nilifika mpaka pale kaburini kabla ya kutiwa maiti, nimeona ndani ilivyo. Hivi kweli uchochoro ule, kuna mambo makubwa sana kumbe. Mambo yatakuwaje mtu kutiwa katika uchochoro kama ule, kama atakuwa amemkosea Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu huyo kaghadhibika na yeye. Halafu anakuwa nasema, nakumbuka nimewahi kusikia nilipokaa darasani au nilipokwenda katika siku za Ijumaa, nimewahi kusikia kwenye hutuba za Ijumaa pakitajwa kwamba Mtume kasema, ittaqullaha fi ummikumul ardha, muogopeni Mwenyezi Mungu kuhusu mama yenu ardhi. Huyu ardhi ni mama yetu. Binadamu anakuwa na mama mara mbili, pale anapotoka katika tumbo la mama yake ya kibinadamu, na halafu siku atapotoka kwenye tumbo la ardhi yaumul qiyama. Al-ardhu ummuna, na ardhi inasema kumwambia binadamu, la tatakabbar ala dhahri, wacha kufanya kibri juu ya mgongo wangu mimi, liannani ghadan saadhumuka fi batni, kwa sababu mimi kesho nitakubana wewe katika tumbo langu, utakuja huku tutakutana. Sasa haya yanampitikia mtu wakati kasimama kwenye makaburi pale, kapoteza muda saa nzima, saa 2 saa 3 anafikiria hilo. Hasa akilipata kafanikiwa, akipata ibra hiyo, akizingatia hivyo, na akaondoka pale mnyonge, karudi na moyo uliojaa mawaidha, hata kwake anakwenda kuwaambia watu yale ambayo kafikiri pale. Ama hapo atakuwa kafanikiwa, la kama si hivyo hakuna lengo lolote. Basi Mtume kasema, fa inna fiha ibra, kwa hakika ndani yake jambo hili la kuzuru makaburi mna mazingatio. Lakini
kama hadithi ya mwanzo Mtume alisema na hii vile vile, wala taqulu, na wala msende mkasema kwenye makaburi, au msende mkafanya kwenye makaburi. Maana kuna kusema na kufanya vitendo, hasa vitendo vya kutufu makaburi na kujisugulia watu nyuso zao, na hivyo yanafanyika yote makaburini haya, wanajisugulia watu kwenye udongo au saruji na chokaa. Tazama, anajisugulia lile kaburi lenyewe, hapo lilipo itakuwa ni saruji iliyopakwa chokaa, anajisugulia, na akiondoka hapo pengine kajichuna chuna. Mtume akasema nendeni mkayazuru, kwani kuyazuru kuna mazingatio. Wala takulu, lakini msende mkalisema au kulifanya, ma yuskhitu rabb, jambo la kumghadhibisha, la kumkasirisha Mwenyezi Mungu. Kule imekuja ma yughdhibu, hapa imekuja ma yuskhitu, bimaana wahid, maana ni ile ile. Hadithi hii ya pili akhrajahu Ahmad, kaitoa Ahmad wal Hakim, wa anhu al-Baihaqi, na kutokana Hakim Baihaqi vile vile kaitaja hadithi hii. Thumma qala, kisha akasema al-Imamu al-Baihaqi akasema hadithi hii sahihun, ni sahihi, ala sharti Muslim, juu ya sharti aloweka Imam Muslim. Wawafaqahu Dhahabiyu, na kaiwafiki Imamu Dhahabi. Wa huwa kama qala, nayo kama walivyosema wawili hao. Wa isnaduhu rijaluhu rijalu sahihi. Wa qala, na akasema hapana, merukiza, warawahu al-Bazzaru aidan, na akaisimlia Bazari vile vile. Wa ziyadatu lahu, na hiyo ziada ni yake yeye, kama fi Majma'i al-Haythami, kama ilivyokuja kwenye kitabu cha Majma'i al-Haythami sahifa kadha. Wa qala, na akasema humo, wa isnaduhu, na mategemezi yake, rijaluhu rijalu sahihi, watu wake hadithi hii ni watu sahihi. Albani anasema qultu, nami nikasema, wa hiya inda Ahmad bin nahwiha, na hadithi hii mbele Ahmad bin Hanbal imekuja mfano kama huo, min tariqin ukhra, katika njia nyingine ya upokewaji wake. Wa isnaduha, na mategemezi yake, la ba'sa bihi, hayana ubaya wowote, fil mutabaati, katika kufuatiliwa. Walaha shahidun, na hadithi hizo zinao shahidi, min hadithi Abdullah ibn Amr, kutokana na hadithi nyingine ya Abdullah ibn Amr iliyokuja bilafdhi al-Bazzari, kwa tamko la Bazzar. Akhrajahu Tabrani, ameitoa Imam Tabrani fil Mu'jami, kwenye kitabu Mu'jami Saghiri. Wa rijaluhu mawthuqun, na watu wake ni watu ambao wameaminiwa, ni watu ambao madhubuti wa kweli. Athalithu, hadithi ya tatu yenye kutoa dalili ya jambo la sheria ya kuzuru makaburi, na kwamba kule watu wakafanya litakiwalo. Hadithi ya tatu, an Anas ibn Malik, kutokana na Anas ibn Malik, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume kasema, kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur, nilikuwa mimi nimekukatazeni jambo la kuyazuru makaburi. Ala tanabahini, ala sikilizeni, ala tambueni, fazuruha, hivi sasa nimetoa ruksa, yatembeleeni makaburi. Fa innaha turiqu alqalba, kwani makaburi yataufanya moyo kuwa mwepesi, badala ya kuwa ni mzito, umebeba chungu ya madhambi, basi utapunguza, utajikumta kidogo. Wa tudmi'u al-aina, na utafanya jicho kulitoa machozi. Kuzuru makaburi, atakwenda mtu pale, atabubujika vitu, atalia, akianza kuleta kumbukumbu na kufikiria uhai ulivyo, na kufikiria kile kitanda anacholia mwanadamu ni uchochoro wenye ukubwa gani, na ule mlalo anaolazwa huyo maiti. Kama kawahi mtu kumlaza maiti, ataona analazwa vipi, staili gani ya kulalwa. Ni staili ya ubavu wa kulia, kila kitu kielekee kibla, uso wake kibla, tumbo kibla, matumbo ya vidole vya miguu kibla, hakadha. Pahala penyewe ni finyu sana, ni pahala panapotisha. Akenda akipata ibra hiyo kafanikiwa, lakini kama kaondoka pa nyumbani kwake, kenda kule na biriani na watu wamekaa kitako na majuisi wakanywa, kisha baadaye wakatufu, wakaimba nyimbo, wakasoma kasida, wakasoma maulidi, wamerejea kama walivyoingia, bali na mzigo wa madhambi badili yake, na kupata kitu. Si kwa hala ambapo kutaweza kulika hata chakula hakiliki, kwa mambo ya mandhari ya pale ilivyo.
lazima jicho litoke machozi. Watudmi'u al-aina, na kulitoa machozi jicho. Watudhakiru al-akhirah, na kuikumbuka akhira, na kuikumbusha akhira. Lakini mtapokwenda kama kawaida ya hadithi za mwanzo mbili, wala taqulu hajran, na wala msiliseme neno la batil, msiseme maneno ya ovyo. Hadithi ya tatu, akhrajahu al-Hakim, amaitoa Hakim bisanadin sahihin, kwa mategemezi yaliokuwa sahihi. Thumma rawahu, kisha akaisimlia hadithi hiyo yeye mwenye Hakim bisanadin hasanin, kwa mategemezi mazuri. Thumma rawahu, kisha akaisimlia wa Ahmad, na Ahmad pia min tariqin ukhra, katika njia nyingine, anhu, inatokana na yeye, binahwihi, kwa mfano hadithi kama hiyo. Lakini hiyo nyingine, wa fihi dha'fu, ndani yake mna udhaifu kidogo kwenye kupokelewa kwake. Wa fil babi, na katika mlango huu, an Abi Huraira, vile vile kuna masimulizi ya hadithi kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, lakini hayo kayabakisha kwanza. Albani anasema wasayati, za Abu Huraira zitakuja, kaziweka pahala pengine mbele. Wasayati, na itakuja baadaye. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndo ajuaye. Kwa leo kwanza ninaweka hapo. Tutakapokuja katika darasa hii ya ahkamu janaiz, tutakuja kuondokea nambari 119 ukurasa 180 katika maudhui inakuja sasa, wanisau karrijali, wanawake ni sawa sawa na wanaume, fi istihbabi ziyarati alquburi, katika jambo la kusunishwa na kupendezeshwa kuyatembelea makaburi. Lakini lengo ni lile lile, hata wanawake wanaweza kwenda, lakini ligharadhi ma, kwa lengo lile lile. Hawajakataza nao vile vile. Walipokatazwa wanawake ni katika jumla, na wanaume vile vile walikatazwa. Lakini anasema Bibi Aisha, walam ya'zim alaina, mtume hakutilia azma kubwa ya uharamu. Alitukataza kwa sababu tusende tukafanya mambo ya kumghadhibisha Mwenyezi Mungu. Kama tutafanya mambo ya kisheria, basi hata wanawake vile vile ipo. Atayazungumza hayo Albani kwa dalili kwamba na wanawake vile vile wanahusika na jambo hilo vile vile. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل والتفاسير، وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. فنسألك اللهم علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن ذنب لا يغفر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا كربا إلا فرجت، ولا عيبا إلا سترت، ولا دينا إلا أديت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.